Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye channel hii ya YouTube ya Siku ya Tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Na ni furaha yetu kuendelea na mtiririko wa masomo unaoitwa Siku ya Tatu kwenye nyakati za kibiblia. Na leo tunapenda kukushirikisha somo la kwanza ya kati ya masomo 7 linaloitwa Siku ya Tatu ni siku ya mwisho ya habari ya ukombozi. Sasa mchungaji Hezron, tafadhali naomba utueleze kwa nini somo hili ni la muhimu. Somo hili ni la muhimu kwa sababu linatupa ufahamu wa kibiblia wa jinsi ya kuitambua siku ya tatu kuwa ni siku ya mwisho ya habari ya ukombozi kwa kutumia Biblia. Vile vile linafunua alama pekee na uthibitisho wa kiungu kutoka mbinguni uliokuja kuweka alama na kumthibitishia kila mtu ya kwamba siku ya tatu hakika ni siku ya mwisho ya habari ya ukombozi, siku ambayo pia ni siku ya mwisho wa dunia hii tunayoishi sasa. Hivyo basi, endapo una shauku ya kujua jinsi ya kuitambua siku ya tatu kuwa ni siku ya mwisho kwa kutumia maarifa ya kibiblia na kujua alama pekee na uthibitisho wa kiungu kutoka mbinguni unaothibitisha ya kwamba siku ya tatu ni siku ya mwisho, basi somo hili ni mwafaka kabisa kwa ajili yako. Amen, asante sana kwa jibu hilo. Na shauku kubwa sana kujifunza zaidi kuhusu somo hili. Sasa je, unaweza ukatueleza ipi ni siku ya mwisho na tunaweza kuitambua kivipi? Na je, unaweza kufafanua kwa kutumia vielelezo siku za kwanza na siku za mwisho za habari ya ukombozi? Amen. Kibiblia, siku ya mwisho ni siku ya tatu kati ya siku tatu za mwisho za habari ya ukombozi. Hii ni siku inayobeba alama pekee na uthibitisho wa kiungu kutoka kwa Mungu mbinguni, inayoonyesha na kuthibitisha kwamba siku ya tatu ni siku ya mwisho. Na hiyo alama pekee na huo uthibitisho wa kiungu kutoka mbinguni ulikuwa ni kufufuka kwa Yesu Kristo kwenye siku ya tatu. Ili kueleza vyema somo hili, tumeandaa vielelezo vitatu. Kielelezo cha kwanza kitaonyesha mwanga mkubwa au jua ambao ni dalili ya nyakati. Kielelezo cha pili kitaonyesha siku za kwanza na siku za mwisho za habari ya ukombozi. Na kielelezo cha tatu ambacho pia ni kielelezo cha mwisho kitaonyesha siku ya mwisho ya habari ya ukombozi. Hebu sasa tuangalie kielelezo cha kwanza ili tuone mwanga mkubwa au jua ambao ni dalili ya nyakati. Lakini kabla ya yote, umeshawahi kujiuliza nini umuhimu wa kibiblia wa siku 7 za wiki kujirudia kila wiki? Au je, unajua ni wapi kwenye Biblia tunaweza kuona asili au chanzo cha mgawanyiko wa miaka kabla ya Kristo na miaka baada ya Kristo? Na kama ulivyouliza hapo mwanzo kwamba je, ni jinsi gani tunaweza kuitambua siku ya mwisho kwa kutumia maarifa ya kibiblia? Sasa kielelezo hiki cha kwanza kitatusaidia kujibu maswali haya. Kwenye somo letu lililopita
tulijifunza aina 3 za nyakati za kibiblia. Aina zote 3 zilikuwa na mfuatano wa rangi za chungwa, bluu na kijani. Hivyo basi, kuanzia sasa na kuendelea mbele kwenye masomo yanayokuja, msisitizo wetu utakuwa kwenye aina ya pili ya nyakati za kibiblia, ambao ni wakati wa muda ulio kwenye rangi hii ya bluu. Vile vile kwenye somo lililopita tulijifunza kanuni muhimu sana ya kibiblia, ambayo ni kanuni ya mwanzo na mwisho, inayopatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 46 na mstari wa 10. Na hapo tulijifunza kwamba Mungu alitenga mwanzo wa wakati kwa kutumia siku 7 za habari ya uumbaji ili kufunua mwisho wa wakati ambao nao aliutenga kwa kutumia miaka 7,000 ya habari ya ukombozi. Hivyo basi, mwisho wa wakati wa ulimwengu huu unabeba miaka 7,000 peke yake. Kwenye maarifa ya kibiblia ya nyakati na majira, tunajifunza kwamba Mungu hutumia vitu vinavyoonekana ili kutufundisha kuhusu vitu visivyoonekana. Mfano, kwenye kipindi cha mwanzo wa wakati, Mungu alitenga wiki ya siku 7 ambayo tunaiona na inafahamika kwa urahisi, ili kutufundisha kuhusu wiki ya miaka 7,000 ambayo hatuioni na wala haifahamiki kwa urahisi, wiki ambayo ameiweka kwenye kipindi cha mwisho wa wakati. Hali kadhalika, kwenye kipindi cha mwanzo wa wakati, Mungu alifanya mwanga mkubwa au jua tunaouona ili kutufundisha kuhusu nuru kuu halisi au mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo tusiyemwona, aliyemtuma ulimwenguni kwenye kipindi cha mwisho wa wakati. Vile vile kwenye siku ya 4 ya uumbaji, Mungu alitumia mwanga huu mkubwa au jua kuwa alama ya kiungu ya wakati ambayo ilitenganisha siku hizi 7 kwenye kundi la siku kabla ya jua na kundi la siku baada ya jua. Mungu alifanya hivyo ili kutufundisha kuhusu nuru kuu halisi au mwana wa Mungu ambaye alimtuma duniani kwenye mwaka wa 4,000 wa ukombozi ili awe alama ya kiungu ya wakati ambayo ilitenganisha miaka hii 7,000 kwenye kundi la miaka kabla ya Kristo na kundi la miaka baada ya Kristo. Hivyo basi, alama halisi ya kiungu ya wakati kwenye habari ya ukombozi ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tulianza kielelezo chetu hiki cha kwanza na maswali kadha wa kadha. Sasa majibu yake yako kama ifuatavyo. Kila wiki ya siku 7 hujirudia kila baada ya siku 7 kwa sababu
Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 31 na mstari wa 12 hadi wa 17, siku saba au siku ya Sabato kwenye wiki ya siku saba ni ishara kati ya Mungu na watoto wake kwa vizazi vyote, ishara ambayo inabeba ukumbusho usiosahaulika kwamba Mungu ametenga siku nyingine ya saba au siku nyingine ya Sabato kwenye wiki ya miaka 7,000. Na siku hii ya saba au siku hii ya Sabato imetajwa ndani ya Agano Jipya kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 na mstari wa 9, ambayo inasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Siku hii ya saba kwenye wiki hii ya miaka 7,000 ni mwaka huu wa 7,000 au siku hii ya saba iliyotengwa na Mungu ili kuwatakasa watoto wake na kuitakasa siku hii. Vile vile asili ya kibiblia au chanzo cha kibiblia cha mgawanyiko wa miaka hii 7,000 kwenye kundi la miaka kabla ya Kristo na miaka baada ya Kristo kinapatikana kwenye siku saba za habari ya uumbaji, ambazo nazo zimegawanyika katika siku kabla ya jua na siku baada ya jua. Na mwisho kabisa, uliuliza swali kwamba je, tunaweza kuitambuaje siku ya mwisho? Sasa jibu lake ndiyo hili. Tunaweza kuitambua siku ya mwisho ya habari ya ukombozi kwa kutumia siku ya mwisho ya habari ya uumbaji. Hii ni kwa sababu siku ya saba, ambayo ni siku ya mwisho kwenye habari ya uumbaji, ni kitambulisho cha kiungu kinachotambulisha mwaka wa 7,000 ambao kwa mujibu wa waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari wa 8 ni kama siku ya saba, siku ambayo vile vile nayo ni siku ya mwisho kwenye habari ya ukombozi. Kwa hiyo basi, hivi ndivyo tunavyoweza kuitambua hii siku ya mwisho kwa kutumia maarifa haya ya kibiblia. Sasa hebu tuangalie kielelezo chetu cha pili. Vile vile kabla ya yote, wacha niseme jambo hili muhimu. Mara nyingi wengi wetu huongelea sana kuhusu siku za mwisho za ulimwengu huu. Hata hivyo, si rahisi kusikia watu wakiongelea kuhusu siku za kwanza za ulimwengu huu. Sasa je, unafahamu siku za kwanza na siku za mwisho za ulimwengu huu zipo ngapi na zina umuhimu gani kwenye maisha yetu ya kila siku? Na je, unafahamu asili au chanzo cha kibiblia cha siku za mwisho? Hayo ndiyo tunayoenda kujifunza kupitia kielelezo hiki cha pili. Kwenye maarifa ya kibiblia ya nyakati na majira, tunajifunza kwamba habari ya uumbaji ndiyo msingi wa habari ya ukombozi. Mfano, wakati wa siku saba za habari ya uumbaji, Mungu aliutumia mwanga mkubwa au jua uwe alama au dalili ya siku
4 pekee, ili ziwe siku za kwanza, na siku 3 pekee ili ziwe siku za mwisho kwenye habari ya uumbaji. Mungu alifanya hivyo ili kutufundisha kwamba wakati wa miaka 7,000 ya habari ya ukombozi, Mungu alituma nuru kuu halisi au mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ili aje kuukomboa ulimwengu na kuwa alama au dalili ya miaka 4,000 pekee, ambayo ni kama siku 4 pekee, ili miaka hii iwe ndio siku za kwanza, na miaka 3,000 pekee ambayo ni kama siku 3 pekee, ili miaka hii nayo iwe ndio kama siku za mwisho kwenye habari ya ukombozi. Pengine ufahamu wa muhimu zaidi wa kibiblia kwenye maarifa ya nyakati na majira ya ukombozi ni ufahamu huu ufuatao. Kibiblia, kila siku moja kwenye habari ya uumbaji ni siku ya kinabii kwa ajili ya kila milenia moja au miaka 1,000 kwenye habari ya ukombozi. Kwenye somo hili tumetumia siku ya 4 kama mfano kuelezea ufahamu huu muhimu sana wa kibiblia. Hivyo basi, kwenye siku ya 4 ya uumbaji, Mungu alifanya mwanga mkubwa au jua ili autumie kwa ajili ya kutabiri au kutoa unabii wa kuja kwa nuru kuu halisi au mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo kwenye mwaka wa 4,000 wa ukombozi. Ndiyo maana Mungu alimtumia nabii Isaya kwenye Isaya ile sura ya 9 na mstari wa 1 hadi wa 2 kutabiri au kutoa unabii ufuatao uliokuwa unahusu kuja kwa Yesu Kristo ulimwenguni. Nabii Isaya alitabiri kwa kusema maneno haya: lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa utukufu. Karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordan, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Hivyo basi, kuja kwa Yesu Kristo ulimwenguni kulitimiliza unabii huu uliokuwa unahusu kuja kwa nuru kuu. Na ndiyo maana Mathayo aliandika maandiko yanayohusu kutimia kwa unabii huu kwenye Mathayo ile sura ya 4 na ule mstari wa 12 hadi wa 17, na kusema, basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya, akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaum, mji uliokuwa pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi
na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Tokea wakati huo, Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kuja kwa Yesu mwaka wa 1400 wa ukombozi kulitimiza unabii wa siku ya 4 ya uumbaji. Hivyo basi, kila siku moja kwenye habari ya uumbaji ni siku ya kinabii kwa ajili ya kila milenia mmoja kwenye habari ya ukombozi. Sasa ni wakati wa majibu wa maswali ambayo tulianza kujiuliza tulipoanza kielelezo hiki cha pili. Na majibu yake yako kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa habari ya uumbaji, ambayo ndio msingi wa habari ya ukombozi, kuna siku 4 peke yake ambazo ndizo siku za kwanza, na siku 3 peke yake ambazo ndizo siku za mwisho kwenye habari ya ukombozi. Zaidi ya yote, asili au chanzo cha kibiblia cha siku za mwisho za habari ya ukombozi ni siku za mwisho za habari ya uumbaji. Na mojawapo ya sababu kwa nini siku za mwisho ni za muhimu kwenye maisha yetu ya kila siku ni maarifa tunayoyapata kutokana na siku hizi, maarifa yanayohusu ukaribu wa kuja kwa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Na hapa nataka nitoe mfano. Siku za mwisho zilipoanza miaka 2000 iliyopita, Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alisema ufalme wa mbinguni umekaribia, na sio kwamba ufalme wa mbinguni umefika, kwa sababu alijua kwamba zilikuwa zimebaki siku 2 peke yake au miaka 2000 peke yake kati ya siku 3 za mwisho au miaka 3000 ya mwisho kabla ya ufalme wa mbinguni kuja hapa duniani. Na maarifa haya ndiyo yanayotuleta kwenye kielelezo chetu cha 3 ambacho pia ndicho kielelezo cha mwisho. Kielelezo ambacho kinaonyesha ya kwamba siku ya mwisho au siku ya 3 ndiyo siku pekee ambayo Mungu ameitenga kwa ajili ya ufalme wa mbinguni kuja hapa duniani. Na siku hiyo ndiyo hii hapa mwishoni inavyoonekana kwenye hiki kielelezo. Tafadhali naomba utambue kwamba historia ya kidunia huhesabu na hupangilia miaka kabla ya Kristo kwa mtiririko wa kushuka chini na miaka baada ya Kristo kwa mtiririko wa kupanda juu. Na kwa kufuata au kufuatia mtiririko huu au mpangilio huu, mnamo mwaka 2001 ulimwengu ulianza siku ya mwisho ambayo ni milenium ya 3 baada ya Kristo, milenium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya 3. Hivyo basi, Mungu ametenga siku ya ufufuo, siku ya 3 na siku ya mwisho na kuziweka pamoja kwenye milenium moja ambayo ni milenium ya 3 baada ya Kristo, kwa sababu siku hizi zote zina uhusiano maalum wa kiungu.
Wow. Wow. Asante sana kwa maelezo haya na vielelezo hivi kuhusu mwanga mkuu, siku ya kwanza na siku ya mwisho. Amen. Sasa je, kwa mtu anayekutazama kama mimi hapa, somo hili linahusianaje na maisha yake? Au jambo gani muhimu ambalo tunaweza kujifunza kupitia somo hili letu la leo? Amen. Somo hili linahusiana kabisa na maisha ya kila mtu, kwa sababu siku ya mwisho iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni kuja hapa duniani hatimaye sasa imefika. Na hapa ndipo kwenye jambo muhimu la kujifunza siku ya leo. Siku maalum ambayo Mungu aliitenga kwa ajili ya ufalme wa mbinguni kuja hapa duniani haiko karibu tena, bali sasa iko hapa. Hii ni kwa sababu wakati Yesu alipoanza kuhubiri miaka 2000 iliyopita, kulikuwa na siku 2 peke yake zilizokuwa zimebaki kabla ya siku ya 3 kuanza. Ndiyo maana Yesu alisema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ila sasa mnamo mwaka 2001 ulimwengu wote ulianza siku ya 3, siku ambayo ndiyo siku ya mwisho iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya kuja kwa ufalme wa mbinguni. Na swali ambalo ningependa kukuuliza leo ni hili: je, uko tayari kwa ajili ya siku hii ya mwisho? Au je, maisha unayoishi leo yanaonyesha kwamba unautafuta ufalme wa mbinguni kwanza na haki yake yote, zaidi ya unavyotafuta maisha ya ulimwengu huu katika siku ambazo Mungu amekujalia kuishi hapa duniani? Endapo huna uhakika wa majibu ya maswali haya, na kusihi uamke kiroho na ujiweke tayari, kwa sababu ni suala la muda tu, kisha Yesu atarudi kuja kuifufua na kuibadilisha miili ya wote waaminio na kuleta ufalme wa mbinguni hapa duniani. Lakini pia kwako wewe ambaye ungependa kumwamini Bwana Yesu, siku hii ya 3 ambayo pia ni siku ya mwisho inaweza ikawa wakati mwafaka kabisa kuja kwa Yesu, ili uwe mmoja wa wale ambao wamejiandaa na kujiweka tayari kiroho kwa ajili ya siku hii ya 3. Na hili ndilo jambo muhimu la kujifunza leo. Wow. Amen. Amen. Mungu ameweka vitu vingi sana kwenye hii siku hii ya 3. Kweli kabisa. Yeah. Wow. Wow. Amen. Wow. Amen. Tunapenda kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Tunapoelekea mwishoni kwa muda wetu wa leo, tungependa kukuachia kielelezo hiki rahisi kilicho na muhtasari wa mambo muhimu ya kujifunza kwenye somo hili la leo. Na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako, tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu. Tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe. Sema: Bwana Yesu, leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu. Ninaamini kwamba ulikuja duniani, ukafa msalabani, na siku ya 3 ukafufuka kuyaokoa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu zote, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa basi, ni shauku yetu tukikuona ukikua kiimani. Hivyo basi, popote pale ulipo, tunakutia moyo uungane na waumini wengine walio karibu na pale unapoishi, ili upate kujifunza zaidi. Na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo. Hadi wakati mwingine tena, kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. Siku ya 3 iko hapa. Amen.